Kipewa kazi ya nchi lazima ujiheshimu. Huwezi kupewa kazi ya nchi alafu unaishi kihuni. Excellent, umesikia na wewe pia alichokuwa amezungumza humu kwenye radio. Anazungumza uzalendo. Kitu anyamaza nisikilize mipamu na charaza bakora. Nisikilize mimi. Nasema amezungumzia uzalendo, kitu ambacho taifa hili halina uzalendo hata kidogo. Watanzania wanapaswa watafutiwe eneo moja, warundikwe, wafundwe kama kitchen party, si wazalendo hata kidogo. Taifa, mwalimu anazungumzia hapa uundwaji wa benki ya taifa la Tanzania. Taifa halina benki. Tofauti na hapo, kumbukeni enzi za mwalimu tulifanyaje? Tuliunda mabenki ya taifa. Tulikuwa na benki ya wananchi ya taifa zima, benki ya biashara ya taifa, benki ya wakulima ya taifa. Tulikuwa na benki ya nyumba ya taifa. Ziko wapi pamoja? Ziko wapi benki tulizobuni mimi nikimsaidia mawazo mwalimu? Ziko wapi? Unakumbuka? Eti bado kumbe Tanzania kuna ule utamaduni akija mzawa kama kaptuna na ndala aingie kwenye hoteli anapita mzungu. Utaratibu kweli nimeshaona hoteli nyingi za hapa Tanzania. Sasa uzuri keshi inasaidia. Sana. Kwa sababu kumbe yule mmoja wale wa walinzi ashatuona pale benki. Tunapeleka keshi ile. Inakuwa ni vizuri zaidi. Sasa hivi una mpango gani na nani iliyopo sasa hivi? Kiukweli mimi sioni kama inaelekea vizuri. Mimi ninachoona hapa hii benki na maendeleo. Okay. Na mbaya zaidi au nzuri ilichonifurahisha ile benki sasa hivi imeingia interior. Yaani kwamba tunaweza tukanunua hisa kama wazawa, kama wafanya biashara wakubwa tukapiga. Itatusaidia nafikiri. Unaelewa? Sisi tumefanya hivi vitu muda safi sana. Kwa sababu mimi nikaangalia hapa hakuna mwenye roho ngumu kama mimi na wewe. Unajua mimi mpaka sasa hivi nafikiria jinsi tulivyokuwa mamafia. Tulivyoifanya ile hela hii. Ile ndugu yangu. Yaani kwa ile akili ya ajabu ile. Kwa sababu unakumbuka wewe ulichukua 50% hisa. Nilichukua mimi nikachukua 50. Kuna mtu akataka unataka 20 kwamba tumeshatimia. Tumeshakamilika. Tukaanza baadaye tukasikia kwenye vyombo vya habari wanatoa soda na mkate na matunda. Wakakata matunda. Vikafungua. Wakakata matunda. Ikaja inatoka sandwich tu. Sandwich wanaigawa tu basi. Ikaenda kwa ngapi? Datu Mwanza sandwich. Ikaja soda tu. Ikaja soda. Mara mwisho ikaja pipi tu. Wakati jamani abiria tunashukurana kwa kufika salama. Maneno yakatawala. Lakini tumeipoteza. Alafu kuna kitu hujajua. Nani ile zile mabaki. Mabaki hivi nilipeleka kwenye shamba langu Kinyerezi. Sasa hivi ameweka nembo. Uanze na ile nembo ile. Ya twiga. Nikamwambia hii ndio itaniletea mimi hapa hatari. Sana kabisa. Umefanya vitu vya chakavu. Kwa vitu vyote ndani nikauza. Unajua sasa kuna daladala zina siti za ndege. Nani. Alafu tuna uwezo mimi na wewe. Tukaanzisha kitu kama organization hivi. Lakini nimefikiria tunaweza kwa sasa hivi wewe tayari unajiweza heshima yako mjini. Tunaweza tukaanzisha kitu kizuri kama organization hivi. Hawa Desa walianzisha something like to collect some money. Okay. Obviously wakapata. We have to contribute some money. Whatever tunapata like tunaweza tukatafuta jina lolote ice cream lefu. Mimi nafikiri sasa tukaanza kawaida kama nichukua kidogo. Sasa tunaweza tukatafuta fupi kama ice cream lefu kwenye Desa. Sasa Desa ni ndogo sana. Something like Koni. Yes. Tunazisha K-O-N-I. Linakuwa fupi tu. Tunaichukua, tunaisajili. Tukishamaliza kuisajili. Tunaenda kuchukua loan. Kama sio loan, tuweke 50% wewe ya hisa 50%. Tunachukua ile nani? Tunafanikiwa kabisa. Na hiyo koni, kwani sio C-O-N-I. Mafupi tu. Sawa. Tunaweza tukambabaisha na kirefu chake labda celebration of organization national international.
Kikubwa ninachoshukuru mimi, Watanzania wengi hawasomi vitabu. Kwanza kitu chochote kihusisha wananchi kitakuwa na maendeleo sana. Tunachukua hela za wananchi. Sawa sawa. Tunakusanya, unajazia kwako, najazia kwangu, tunafika asilimia yetu tunataka, tunanunua. Tunachukua yote. Tunanunua kwa sababu sasa benki ilobaki inategemewa na serikali ni MMB. Tunainunua hiyo. Tukishainunua tunakuwa sisi wamiliki, serikali hakuna kitu tena. Chochote pale. Filisi Kabisa. Kwa sababu tumeweza kuna nini kuchukua hizi zote hizi MDC tumemaliza. Tunamaliza kabisa pale. Ila na kulaumu wewe kwa sababu Railway tulichelewa kidogo akachukua kuchukua tayari. Kweli. Lakini ilikuwa tumiliki sisi. Lakini tulichelewa, tuna serikali tulikuwa tuliambia. Matajiri wote duniani wanamiliki vitu muhimu. Tukichukua tu hii benki ndio wanaoitegemea. Wananchi wanaitegemea. Tuchukue MMB, tia kibindoni na asilimia zako tunaendesha tunapotaka. Mwisho siku za game is over. Kweli. Dhumuni la kuanzisha tukuchukua la wananchi, kuchukua hiyo kuingiza humo. Lengo letu ni tunapiga kuisha kabisa. Yaani hapa tunakata mikono ya serikali kwa sababu ndio benki ya FEM ndio wanaoitegemea. Kabisa. Tukichukua wamekwisha. Wamekwisha. Kabisa. Ushindi. Mungu ibariki Tanzania. Mungu tubariki. Mungu tubariki sisi. Sasa tuanze tujiunge kwenye gofu. Tutaenda kwenye gofu. Unajua mimi nimeshindwa kwenda, unajua kuna dokta mmoja aliniambia Watanzania wengi yuko India. Anasema Watanzania wengi wanakula ovyo ovyo. Ndio maana miili yao inanenepa. Sasa nikawa nimemuelewa kwamba Watanzania wengi hawali kwa wakati. Hapa tu wanene hawafikiri sana unajua. Kabisa Mungu unaishia. Mnakuja mnanihoji vitu vinauma, yako wapi mabenki? Taifa linakosa benki. Leo juzi hapa nasikia sijui gani limeumwa, hakuna airline. Mnaenda kuomba vitiketi kwenye mashirika ya ndege ya kigeni. Taifa halina airline. Ni taifa gani hili? Ni taifa gani hili? Nani anayetafuna hivi vitu? Mna waziri akili. Sio mtu ambaye ana uwezo wa kufanya kila kitu. Mkimzunguka watu 10 20 sasa mumuibia atafanya nini?